Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Unayenisikiliza, unapoota ndoto, unaombea watu au unafukuza mapepo kwenye ulimwengu wa roho, Mungu ana taarifa hizi. Unapoota unafukuza mapepo au unaponya wagonjwa, Mungu anakupa ujumbe huu. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza, Mungu aliwaita wanafunzi wake akawapa amri juu ya pepo wachafu, lakini pia na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila aina. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 8, anakwambia toweni pepo, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, lakini fukuzeni pepo na kupoza wagonjwa mmepewa bure, toeni bure. Lakini pia ukisoma Marko sura ile ya 16 mstari wa 16 mpaka ule wa 20, anatoa mamlaka ya kufukuza pepo, kuweka mikono juu ya wagonjwa, kunena kwa lugha mpya, hata wakila kitu cha kufisha au wakinywa kitu cha kufisha watu wasidhurike. Lakini pia ukisoma Yohana sura ya 14 mstari wa 12, anakuambia atakayeniamini hizi kazi nizifanyazo naye atafanya, na kubwa zaidi atafanya, kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Kwa hiyo tunamwona Bwana Yesu Kristo akiwa ni mtenda miujiza mkubwa, akiwa amekuja kuwafungua watu, kuwatoa kwenye malango ya kipepo, kuwatoa kwenye malango ya kichawi, lakini pia amekuja kuziharibu kazi za Ibilisi, na sisi ndo kazi hiyo ambayo aliacha kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo unapoota hivyo, jua Mungu ameweka neema ndani yako ya kuwa mtume wake, kuwa mwanafunzi wake, lakini pia kuwa mtu mwenye mamlaka na karama ya uponyaji, lakini pia na kalama ya miujiza, ishara na maajabu, lakini pia na kalama ya kinabii. Unapoona hayo, ina maana Mungu ameweka neema ya kumtumikia, labda kama nabii, labda kama mchungaji, kama mwalimu, kama mwinjilisti, au kama nabii, au kama mtume. Kwa hiyo ni lazima pia uangalie ni mamlaka gani unayo, lakini pia ni nini Mungu amesema na wewe, kama ni kwenye ndoto au kwenye mafunuo au kwenye neno. Haya ni mambo ambayo lazima uyaelewe, uyajue, uyafahamu, ili uweze kutembea katika kusudi la Mungu, na ili uweze kufanikiwa na kufanya kazi ya Mungu duniani. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching.